ni kwamba kuna vitu ambavyo sisi tumepungukiwa. Waafrika hasa tuseme pia wa Tanzania. Miradi inaendelea na kila kitu kinaendelea kiko sawa, lakini viongozi wa chini, unajua watu wanamlaumu mama, wanamlaumu, lakini viongozi wa chini na mama tunaomba anapopata nafasi yake kwa muhula wa 5 asiwe na aibu. Huu ndo muhula wake wa kumalizia. Watu wanaomharibia kama walikuwa ni marafiki wa karibu hawa awafumbie macho. Tunaomba mama avae miwani ambao. Mama ni kiongozi mzuri sana. Lakini wapo watu baadhi ndio wanaomharibia mama kwa maslahi yao binafsi. Inavyoonekana kwa maslahi binafsi ndio wanamharibia mama. Lakini mama angekuwa mtu mbaya mama, mheshimiwa ameacha miradi mingi, angekuwa ni kiongozi wa ovyo ovyo, asingesimamia uendelezi wa ile miradi mikubwa. Tunaona reli, tunaona miundombinu inavyokwenda. Lakini mama kuna kitu ambacho kinaonekana watu wanatumia udhaifu kama mama na roho yake ya huruma kuingia kwenye himaya yake. Hicho ndo kitu ambacho mimi naona kinakuwa problem kwa mama. La mwisho unalipi sasa la kuambia Watanzania kuelekea tarehe 29? Mimi cha kwanza ni kwamba tuendelee kudumisha amani. Cha kwanza hicho ni kitu cha msingi. Mpaka leo tunajumuika. Mimi sidhani kama nchi nyingine unaweza kukuta population ya watu kama hivi. Vikundi kama hivi tumekaa tunahojiana kama hivi na waandishi wa habari. Nizani ni Tanzania peke yake. Kwa cha kwanza kabisa sisi kama Watanzania tukiacha na mambo ya kisiasa, amani ni kitu cha muhimu. Tuendelee kudumisha amani, ila kwenye swala la kuteua viongozi wetu, kama ni kweli tunakwenda kwa halali, ni siri ya sisi wa Tanzania. Lakini tunaona mambo mengine yanakwenda ovyo. Lakini amani yetu imetufanya sisi, inatuofisha katika kuchukua yale maamuzi mazito wakati mwingine, na hasa kwenye ngazi za chini. Nadhani itakuwa samani kidogo mheshimiwa aliyepita, na si vibaya rais kuwa dikteta. Kwa nchi za Kiafrika rais lazima utoe maamuzi ya kidikteta, mkuu wa mkoa utoe maamuzi ya kidikteta, mkuu wa wilaya utoe maamuzi ya kidikteta. Kwenye historia mimi sikuwepo, China inasemekana sisi tunapata uhuru tuko sawa kwenye kiuchumi na India. Lakini kwa sababu China wanaongoza kidikteta na si dhambi, ili mradi udikteta uko vipi? Bwana, labda mradi huu unatakiwa nakupa mwaka mmoja, una thamani ya bilioni 3. Unasaini miaka 3. Labda miaka 3. Ina miezi mingapi miaka 3? Na kwa watu wa mahesabu 36. 36 Basi yani huu mradi amepewa mkandarasi baada ya miaka ile 3. Hichi tulikuwa tunamuona mheshimiwa aliyepita. Imepita, unatoa ndani ya siku 7, unakwenda kuambia itimizwe kwa wakati miradi. Mwandishi, barabara hii kutoka hapa mpaka Buguruni ina kilomita ngapi? Ina mwaka wangapi? Hawa ndio wanamwangusha mama. Hii barabara ina kipande kifupi sana hiki. Hiki ndio kinamwangusha mama. Kuna pensheni wazee wanasumbuliwa. Kuna vitu kibao wanamsumbua mama kwenda kusimamia vitu ambavyo vinatakiwa visimamiwe na mkuu wa wilaya, vitu vinavyotakiwa visimamiwe na mkuu wa mkoa, vitu vinavyotakiwa kusimamiwa na madiwani, lakini rais anakwenda kuweka sauti yake. Ni kitu cha fedhea. Kwa siku ya leo hapa Karume tunazungumza na mwananchi wa mwisho, naye aweze kutuambia yapi maoni yake kuelekea uchaguzi tarehe 29. Amejipangaje? Bana, mambo vipi? Unaitwa nani? Fresh bana, mimi naitwa Mohamed Hassan Nguruchu. Bana Nguruchu, wewe umejipangaje kuelekea uchaguzi tarehe 29? Mimi kitu kimoja tu, mimi ningeshauri vijana wenzangu tuliojiandikisha kwenda kupiga kura, twendeni tukapige kura, kwa sababu tusio watu wenye mihemko ya tofauti. Ni kweli nchi yetu ina amani na tuidumishe amani yetu, kwa sababu kitu kikubwa ni usalama wetu kwanza sisi wenyewe, alafu tuangalie vile vile na usalama wa maisha yetu ya baadaye, kwa sababu kuna leo na kuna kesho. Tuiangalie pia kesho yetu. Mimi ushauri ambao nataka ni utoe kwa upande wangu, kwanza naweza nikasema na mkubali sana Mama Samia. Mama Samia ni rais mzuri na mimi binafsi sina mashaka naye, na ni rais anaosimamia misingi na haki za raia zake. Kwa hiyo mimi kitu ambacho pekee nachotaka nitoe kama angalizo au ushauri katika mambo yake anayoendelea nayo kama rais wangu wa nchi hii, mimi nataka nimpe tu neno moja ambalo nitaliongea kwa lugha ya kigeni, lakini naamini nitakuja kuliweka kwa lugha ya Kiswahili. Hilo tu akilifanyia kazi, naamini mama atafanikisha mambo yake kwenda zaidi, ingawa anashauriwa na watu tofauti. Ila mimi ni kama Mtanzania na haki ya kuzungumza katika hili. Mimi nachotaka nimwambie mama awe hivi. Waingereza wanasema
if you want something to be done, do it yourself. Hichi kitu mama kama atakifuata, atafanikiwa. Sitaongeza maneno mengine, nimeongea kwa ufupi. Mimi naitwa Awadhi Saidi Awadhi. Kubwa kabisa mimi nilikuwa napenda kuwapongeza waandishi wa habari. Nyinyi ndio mmefanya kazi kubwa kuhusu masuala ya uchaguzi. Kiasi kwamba tunaangalia watu wanaangalia kwenye magazeti, kwenye redio, kwenye TV, na nyinyi mmezunguka mitaani. Nyinyi ndio mmefanya asilimia karibu 90, kwa sababu watu wengi walikuwa leo masuala ya kupiga kura. Sasa hivi hata mimi mwenyewe tunaenda katika mahojiano, watu wengi washaelewa, hata watu ambao walikuwa wanataka kwenda kupiga kura kwa sipopiga kura nitakuwa nimepoteza haki yangu ya msingi. Lakini yote kutokana na nyinyi. Mimi siwezi kuongelea vyama swini, lakini naongelea kuwapa Charlotte waandishi wa habari. Hii hata uchaguzi masuala ya amani, sasa hivi waandishi wa habari nyinyi ndio mmetembeza kuhusu masuala ya kupiga kura, unapoteza kura. Yaani kila kitu kimetengenezwa na waandishi wa habari. Mimi napenda kuwapa Charlotte, hata amani itakuwepo kutokana na nyinyi. Sio polisi, sio nani kuhimiza kuhusu amani. Amani ni watangazaji ni 100%. Mimi nawaombea maisha marefu yenye baraka tele. Mungu awalinde. Mimi nawapenda sana waandishi wa habari. Kwa hili swala la siasa mmefanikiwa. Sisi wote tutaenda kupiga kura na uchaguzi utakuwa na amani, na chama kitakachoshinda kitashinda kwa amani na kitakuwa hamna vurugu aina yoyote. If you want something to be done, eat it yourself. Ndivyo ambavyo do it yourself. Ndivyo ambavyo amezungumza na kutuma ujumbe kwa Mheshimiwa Rais. Nilikuwa hapa maeneo ya Karume katika kijiwe cha kahawa cha Karume, na wananguruchu wao wameweza kutoa maoni zao kuelekea uchaguzi tarehe 29 ya Oktoba. Wamejipangaje? MC Petit, the band ya ST Bongo iko hapa. Merci. The Bantu.